Ifahamu safari ya kutisha ya Collins Jumais Khalusha, mshukiwa mkuu wa mauaji ya mfululizo yaani serial killer, na maswali yaliyokosa majawabu yaliyojificha nyuma ya kukamatwa na kutoroka kwake. Collins Jumais alizaliwa tarehe 3 Februari mwaka 1991 katika kijiji cha Shiviranga, kaunti ya Vihiga iliyopo magharibi mwa Kenya. Baada ya baba yake kufariki mwaka 1995, mama yake Margaret Rose Jumais alihamia Migori na Collins ambaye ndiye alikuwa akifunga mimba kwa mwanamama huyo. Collins alifanya vizuri katika mtihani wa kuhitimu darasa la 8 na kupangwa shule nzuri, lakini mama yake hakuweza kumlipia ada na badala yake akampeleka kusoma nchini Uganda, ambapo alisoma mpaka kidato cha 3 na kutokomea kusipojulikana hadi alipotajwa tena kwa mara ya kwanza kwenye vyombo vya habari nchini Kenya mwezi Julai mwaka 2024 akihusishwa na mauaji ya mfululizo yani serial killers. Ungana na Makini TV katika makala hii inayoangazia mazingira yaliyojificha nyuma ya kukamatwa na kutoweka kwa Jumais Khalusha, mshukiwa mkuu wa mauaji ya kutisha ya wanawake 42 ndani ya miaka miwili mfululizo bila kukamatwa. Kwa siku kadhaa, eneo la Kware katika mtaa wa Mkuru kwa Njenga, jiji la Nairobi lilikuwa kitovu cha taharuki baada ya kugunduliwa kwa mabaki ya miili ya binadamu yaliyokuwa yametupwa katika eneo la dampo ambapo hapo awali lilikuwa likitumika kama machimbo ya mawe ya kujengea. Hili ni tukio lililoibua simulizi ya kutisha iliyomweka raia wa Kenya Collins Jumais Khalusha katikati ya uchunguzi mkubwa wa mauaji ya wanawake waliodaiwa kupotea kwa kipindi cha takriban miaka miwili. Mlolongo mzima wa matukio ulioibua mauaji ya kikatili kuwahi kuripotiwa nchini Kenya ulianza baada ya Josephine Mulongo Owino kuripotiwa kupotea mwezi Juni mwaka 2024. Kwa mujibu wa taarifa za familia yake, Josephine aliondoka nyumbani tarehe 26 Juni mwaka 2024 mara baada ya kupokea simu kutoka kwa mtu aliyedai kuwa ni rafiki yake, lakini hakurejea tena nyumbani. Baada ya siku 3 mfululizo bila kupata taarifa zake, dada yake aliyejulikana kwa jina la Peris Kea Andika alianza juhudi za kutafuta ndugu yake bila mafanikio na baadaye kutoa taarifa katika kituo cha polisi cha Mkuru kilichopo Kware jijini Nairobi. Inadaiwa kwamba kwa siku 8 mfululizo hawakupata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa polisi, hali iliyowasukuma kwenda kuomba msaada wa zaidi katika ofisi za idara ya uchunguzi wa makosa ya jinai yani DCI zilizoko Embakasi jijini Nairobi. Wakati uchunguzi wa DCI ukiwa unaendelea, mnamo Julai 10 ugunduzi wa mabaki ya miili ya binadamu iliyokatwa vipande na kufungashwa kwenye magunia alafu kutelekezwa katika dampo la Kware ulianza baada ya Peris Kea Andika, dada wa Josephine Mulongo Owino, kudai kupata maono kuhusu mahali ambapo dada yake alikuwa ametupwa baada ya kupotea. Ndani ya eneo la Kware, juhudi za kutafuta majibu ziliendelea kwa kumsaka mtu anayeweza kuogelea kwenye maji machafu. Ndipo akapigiwa simu Charles Wambua, mpiga mbizi maarufu aliyetambulika kwa uwezo wake mkubwa wa kupiga mbizi kwenye maji machafu katika eneo lile. Huyu ndiye aliyesaidia kuchunguza eneo lenye maji ndani ya dampo. Uchunguzi huo ulisababisha kupatikana kwa mabaki ya miili ya binadamu ikiwa imefungwa katika mifuko ya magunia na kutelekezwa katika eneo hilo. Miili hiyo ilisafirishwa na kuhifadhiwa katika vyumba vya kuhifadhi maiti vya jijini Nairobi kwa ajili ya uchunguzi zaidi wa kisayansi na kiusalama. Mnamo tarehe 12 Julai mwaka 2024, mamlaka za upelelezi nchini Kenya zilithibitisha kupatikana kwa miili ya binadamu.
ambayo mingi ilidaiwa ni ya wanawake. Kadiri juhudi za utafutaji wa miili zilivyoendelea, idadi ilikuwa ikiongezeka siku hadi siku mpaka ripoti za mwisho za DCI kutangaza idadi ya jumla ya miili 17. Baadhi ya miili hiyo ilikuwa imekatwa vipande, hali iliyosababisha hofu kubwa kwa wananchi na majonzi kwa familia zilizokuwa zikisubiri kujua hatma ya wapendwa wao. Uchunguzi wa kisayansi ikiwemo vipimo vya DNA ulianza kufanyika ili kubaini utambulisho wa waathirika. Kati ya miili 17 iliyopatikana katika eneo la Kware, waathirika 5 walitambuliwa kupitia vipimo vya DNA na kukabidhiwa kwa familia zao. Kufikia taarifa za mwisho zilizowekwa wazi na serikali ya Kenya, miili ya waathirika 12 iliyobaki ilikuwa bado haijatambuliwa rasmi, huku uchunguzi ukiendelea. Kati ya miili iliyogunduliwa ni mwili wa Josephine Mulongo Owino ambao ulikabidhiwa kwa familia yake. Wakati zoezi la kutambua miili ili ikabidhiwe kwa wapendwa wao, mkurugenzi mkuu wa idara ya uchunguzi wa makosa ya jinai nchini Kenya, Mohamed Amin, alithibitisha kukamatwa kwa Collins Jumais Kalusha ambaye alikuwa mshukiwa mkuu wa mauaji yale ya kutisha. Kalusha alikamatwa nje ya klabu moja majira ya saa 7 usiku ambapo alikuwa amekwenda kutazama mechi ya fainali ya michuano ya kandanda ya mataifa ya Ulaya mwaka 2024 kati ya Uhispania na Uingereza huko Kayole jijini Nairobi. Polisi walisema uchunguzi wa simu ya moja wa waathirika, Josephine Owino, ambayo ilitumika kupokea muamala wa mwisho wa shilingi 400 za Kenya kutoka kwa moja ya namba za simu za Collins, ambapo namba hiyo ilidukuliwa na hatimaye kupelekea kukamatwa kwake. Baada ya Kalusha kukamatwa, aliwaongoza maafisa wa polisi hadi nyumbani kwake ambapo alikamatwa na vitu vinavyohusishwa na uhalifu ule, ikiwemo laini 24 za simu, simu 10 zikiwemo simu janja 8, kompyuta mpakato 1, panga 1, mifuko 12 inayofanana na ile iliyodaiwa kutumika kufungia miili, glove 1, vitambulisho 8 vya taifa, mkoba wa rangi ya pinki pamoja na nyaraka na vifaa vingine vya kielektroniki. Katika ripoti hiyo, DCI ilisema kwamba Jumais alidaiwa kukiri kuhusika na mauaji ya wanawake 42 yaliyodaiwa kutokea kati ya mwaka 2022 hadi Julai 11 mwaka 2024. DCI pia walisema kuwa mshukiwa alikiri kuwa mwathirika wake wa kwanza alikuwa mke wake wa ndoa aliyejulikana kwa jina la Judith Kalenya. Marehemu Judith alidaiwa kuuawa mwaka 2022 kwa kunyongwa na kisha kukatwa vipande kabla ya kwenda kutupwa katika dampo la Kware ambalo lipo mita chache tu kutoka katika makazi yao. DCI wakasema kuwa mshukiwa alimuua mke wake kisa alimfungulia biashara mara 2, lakini mwanamke huyo aliziharibu zote. Inasemekana kuwa Kalusha alikiri kwamba katika matukio yote 42 ya mauaji ya kinyama aliyoyatekeleza alikuwa akitumia namna ile ile kama alivyofanya kwa mke wake Judith Kalenya. Alieleza kwamba alikuwa akinyonga kisha kuwakata vipande, kuwafunga kwenye magunia na kuwatupa katika dampo la Kware. Na kwa mara ya mwisho kufanya mauaji ilikuwa Julai 11, siku 4 tu kabla ya kukamatwa kwake. Wakati huo alipokamatwa, alikuwa katika harakati za kumshawishi mwanamke mwingine aliyetajwa kwa jina la Susi, ambaye ndiye aliyekuwa anafuata kuuawa, ambapo mwanamke huyo alitafutwa ili kusaidia uchunguzi. He was arrested outside a club where he had gone to watch the Europe 2024 football finals. His pursuit and subsequent arrest followed a very thorough forensic analysis of a mobile phone
that belonged to one of the victims, namely Josephine Mulongo Owino, where some mobile money transactions were conducted on the very day Josephine went missing. Upon arrest of the suspect, he led our officers to his single-room rental house in Kware, which is located about 100 meters from the crime scene. That is the Kware Dam, where the bodies and the body parts have been recovered. We visited the house of our suspect, and we were able to recover, first of all, from him, one smartphone. That is the first one here. Then we proceeded to his house. Our officers proceeded to his house, and we recovered some other 7 smartphones, which are displayed as well, and then 2 other phones. Also in the same house, we were able to recover 2 hard drives that we believe have got enough information. In his phone that he had at hand, there were pictures of ladies, photos, and some videos that he had recorded. We also recovered 2 USB and memory card. We as well recovered 9 ID cards, 6 for men and 3 for ladies. We also recovered 24 Airtel SIM cards and their holders. Mnamo Julai 16 mwaka 2024, siku moja baada ya kukamatwa kwake, Collins Jumais Kalusha alifikishwa kwa mara ya kwanza katika mahakama ya Makadara mbele ya hakimu Irene Gichobi, ambapo alisomewa mashtaka yake na kuyakanusha yote, akidai kuwa polisi walimtesa wakimlazimisha kukiri mashtaka hayo. Upande wa DCI uliomba muda zaidi wa kuendelea na uchunguzi, ikiwemo kuhakiki alama za vidole pamoja na baadhi ya vitu alivyokutwa navyo vinavyohusiana na waathirika wa mauaji hayo. Mahakama iliamuru mshukiwa mkuu Collins Jumais Kalusha azuiliwe katika kituo cha polisi cha Gigiri kwa siku 7 zaidi. Washukiwa wengine wawili, Amos Mamonyi na Moses Ogembo, waendelee kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Muthiaga kwa siku 7 hadi tarehe 26 Agosti 2024, kesi ilipopangwa kutajwa tena. Mapema alfajiri ya tarehe 20 Julai 2024, katika mazingira ya kutatanisha kwenye kituo cha polisi cha Gigiri, mtuhumiwa Collins na wenzake 12 raia wa Eritrea walitoroka kituoni hapo bila kugunduliwa na askari wala mifumo ya CCTV kamera iliyofungwa katika kituo hicho chenye ulinzi wa hali ya juu huko Nairobi. Afisa mmoja na askari wengine 7 walifukuzwa kazi na kushtakiwa kuhusika na utoroshaji wa Collins Kalusha na wengine 12, ingawa baadaye mahakama ilifutilia mbali mashtaka yao kwa kukosa ushahidi wa kutosha. Mamlaka za usalama nchini Kenya zilitangaza kutoroka kwa Collins Kalusha, wakachapisha picha zake kwenye majukwaa ya umma, kisha kutangaza zawadi ya shilingi za Kenya milioni 1 kwa yeyote atakayetoa taarifa za kusaidia kukamatwa kwake. Maswali mengi yaliyokuwa magumu kwa vyombo vya usalama nchini Kenya hayakupatikana na majibu kwa wakati, huku baadhi ya wanaharakati wa kisiasa na haki za binadamu wakihoji kuhusu haki za waliopoteza ndugu zao katika mkasa ule. Wapigania haki za wanawake nchini Kenya na ulimwenguni kote walipaza sauti zao kutaka vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake vikomeshwe mara moja. Mauaji hayo ya kutisha yaliacha maswali magumu kwa wanasaikolojia wa uhalifu juu ya sababu zilizokuwa zikimsukuma mshukiwa kutekeleza mauaji yale ya kutisha na ya kikatili. Mpaka leo Agosti 10, 2026, Collins Jumais Kalusha bado anatafutwa na polisi nchini Kenya bila mafanikio yoyote. Zaidi ya simulizi ya mshukiwa mmoja, tukio la Kware limekuwa ukumbusho wa changamoto zinazohusu usalama wa raia, ufuatiliaji wa watu waliopotea na umuhimu wa uchunguzi wa kina
katika kutafuta ukweli wa changamoto zinazowakabili wananchi hasa katika mataifa ya Afrika Mashariki. Makala hii imesomwa kwako nami Sylvester Msofe na hii ni Makini TV.